Makala fupi ya siku ya afya na lishe kata ya Mnadani. Utoaji wa lishe kwa watoto, ajenda ambayo iliasisiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ili kuwawezesha watoto kuwa na afya njema na kwa wanafunzi kusoma wakiwa na hali nzuri kiakili na mwili. Hapa mtendaji kata anaeleza kwa kina. Mimi kwa majina naitwa Credo Bonaventura Msabaha. Mimi ni afisa mtendaji wa kata hii ya Mnadani. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya kufanya maadhimisho ya siku ya afya na lishe katika kata, na hii ni muendelezo wa agenda ya lishe baada ya kuwa imetekelezeka kwenye mitaa yetu, ikiwepo mtaa wa Ndachi, mtaa wa Karume, mtaa wa Mnadani na mtaa wa Mbwanga. Leo sasa tukaona tukutane kama majumuisho, ambapo tumeitumia siku hii kuweza kutoa lishe kwa jamii nzima ya watu wote ambao tulikuwa tumewakaribisha. Tumeandaa uji wenye lishe, ambapo kama ukiangalia idadi ya watoto waliohudhuria ni takriban kama 120, lakini pia wazazi pamoja na wageni mbalimbali ambao tulikuwa tumewaalika. Sasa agenda hii ya lishe tunafanya haya maadhimisho katika kila mtaa, tunafanya kila robo, na hii ni robo ya 4. Na tunafanya hii agenda ya lishe kwa sababu muasisi wake ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi tunaichukua kwa umuhimu wake kuona tunapoazimisha katika mitaa tunakuja kwenye ngazi ya kata. Hapa tumeelezea vile vile kilimo cha bustani mifuko, bustani viroba, ambavyo tumelibeba kama demo ngazi ya kata, ofisi ya mtendaji wa kata. Kama ambavyo mmeona tumeweka mifuko viroba kwa ajili ya uzalishaji wa mboga mboga kama Chinese, hoho, nyanya chungu, cabbage pamoja na mboga mboga zingine. Lakini pia tumetoa fursa ya kuelezea namna ya ulaji wa matunda katika jamii yetu. Tumeelezea namna ya upatikanaji wa huduma za kliniki kwa watoto, ikiwemo upimaji wa uzito wao, kupata chanjo. Na hii zoezi ni endelevu, ambapo katika kata yetu ya Mnadani tuna jumla ya shule 4 za msingi, lakini pia tuna shule moja ya sekondari Miyuji. Shule zote hizi za msingi na sekondari zote zinatoa huduma ya chakula ili kuboresha afya ya watoto wetu, lishe kwa watoto wetu, wanafunzi wetu. Na tunafanya hivi kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo hii robo ya 4 tumeazimisha leo. Baada ya hapa sasa ni mikakati yetu kuendelea kuihubiri agenda ya lishe katika vikao na mikutano, lakini kuendelea kufanya demo ya kilimo cha bustani viroba. Lengo tunataka wananchi wetu kila mmoja awe na maarifa ya kumwezesha kupata mboga mboga hata akiwa nyumbani. Badala ya kwenda sokoni, mtu anaweza akatumia mifuko 2-3 akaweka angalau hata mche mmoja au 2 katika aina mbalimbali ya mboga mboga na matunda. Kata ya Mnadani inatekeleza swala la utoaji lishe kwa kuadhimisha siku ya afya na lishe kila mtaa, na leo ilikuwa ni majumuisho ya siku ya afya na lishe kwa kata nzima, ambapo wazazi wakiwa na watoto wao walipata fursa ya kupata elimu ya lishe bora kwa kuelezewa makundi ya vyakula kwa ajili ya lishe. Kwa majina mimi naitwa Mkunde Stanley Kimweri, ni afisa kilimo wa kata ya Mnadani. Tunaelezea sasa habari ya lishe. Lishe ni nini? Lishe ni vyakula ambavyo tunakula nini majumbani, lakini tunaweza tukala vyakula hatujajua hivi vyakula vina nini mwilini na tunatakiwa tule mafungu gani. Kwa kuna mafungu 6 ambayo tunatakiwa kwa siku kila chakula tunachokula yale mafungu yawepo. Fungu la kwanza ni nafaka. Nafaka si mnaelewa Nafaka aidha umekula ndizi mbichi, ndio maana tumeweka ndizi mbichi hapo. Umekula labda mchana ndizi mbichi au umekula ugali. Sawa Fungu la pili ni aina ya mikunde. Mikunde unaweza kutumia maharage, unaweza kutumia njegere, unaweza kutumia kunde. Hapo umepata jamii ya nini? Fungu la pili ambayo ni aina nini ya mikunde. Fungu la tatu tunaenda jamii ya wanyama. Sio lazima ule nyama. Umebahatika hujapata nyama, utakula dagaa.
Ukikosa dagaa utakunywa maziwa. Maziwa ni jamii ya nini? Ya wanyama. Lakini ukibatika dagaa ni nzuri zaidi na nyama. Fungu la 4 ni mboga mboga. Mboga mboga ndio kama tumeweka mfano wa mchicha. Unaweza kupata mchicha, majani ya maboga, chainizi, spinach, mboga yoyote ya mboga mboga. Aidha hata cabbage. Sawa Fungu la 5 tunaenda matunda. Ndio maana tumeweka mfano wa matunda hapo. Kuna matikiti, kuna machungwa, unaweza ukala ndizi, unaweza ukafanyaje. Fungu la 6 sukari au mafuta. Kwenye mboga ukipika utatumia mafuta. Ukipika chai utaweka sukari. Umepika ubwabwa utaweka mafuta. Ukipika ubwabwa, umepika na maharage, umepika na mboga za majani. Hapo umeshapata mafungu matatu. Ambao fungu la mikunde litaingia ambao ni maharage. Utatumia fungu la 6 ambao ni mafuta, utakuwa umeweka kwenye ubwabwa. Utachukua mboga za majani kidogo, utaweka kwenye ubwabwa. Utakata tunda moja hizo tikiti au chungwa au ndizi, utaweka. Umepata mafungu mangapi? Matatu kwa wakati mmoja. Si mnanielewa Hivyo vitu si vinawezekana kupatikana kwenye mafungu. Kwa hiyo tunapokula nyumbani watoto na mama wajawazito tuhakikishe hivyo vitu tunapata. Tunapata tunda kidogo, tunapata mboga za majani, tunapata mafuta, tunapata protein. Umebahatika umenunua karanga, umesaga karanga zile ukaweka kwenye mlenda, umepata protein na fati. Wananchi nao walipata fursa ya kueleza yale waliojifunza katika siku hii ya afya na lishe katika kata ya Mnadani. Na yangu naitwa Neli Kandonga. Niko hapa tumekuja kwa ajili ya elimu ya lishe ya watoto. Tuko hapa watoto wanafurahia uji wa lishe ambao tumepatiwa na tumepatiwa elimu kwa namna ya kutengeneza lishe, uji wa lishe ya watoto pamoja na chakula cha watoto. Lakini pia tumefundishwa umuhimu wa baadhi ya vyakula kwa watoto kama biringanya. Kwa watoto wengi sasa hivi watu wazima unakuta mtu kafikia umri mdogo tu anakuwa na mambo ya kupoteza kumbukumbu, lakini tumejifunza kwamba biringanya ni kitu ambacho tunachukulia ni kitu cha kawaida, lakini pia kinarejesha kumbukumbu kwa watoto na hata kwa watu wazima pia. Wito wangu kwa jamii, tunaposikia jambo lolote ni kwa faida ya watoto wetu. Kama hivi tulitangaziwa na mabalozi wetu kwamba tuwalete watoto, lakini pia hatukuja kwa ajili ya kuleta watoto tu, tumekuja kupata elimu. Watu wengi siku hizi hawatengenezi lishe za watoto, lakini tunapoitwa kwenye jambo kama hili tunakutana na mambo tofauti kama kujifunza kwa habari ya lishe, lakini pia tunajifunza mambo mbalimbali. Tunakutana na changamoto ambazo wazazi wenzetu wanapitia kutokana na lishe, mwingine hafahamu namna ya kutengeneza lishe, lakini tunapokuja tunakutana pamoja. Wito kwa jamii ya Wanamnadani ni kwamba tuwe wachangamfu, tuwe wepesi kuja kusikiliza vile tunavyoitiwa. Sio kwamba kwa sababu tumeambiwa tu kuna uji wa lishe wa watoto, lakini hata tunapoitwa kwa ajili ya elimu yoyote kwa ajili ya watoto, ni vyema kuitikia wito. Kwa majina naitwa Kuruthum Ramadhani Kisarazo. Nimekuja mkazi wa Mnadani, nimekuja hapa kupata masomo ya lishe kwa mama na watoto. Tumejifunza kuhusu lishe kwa watoto. Watoto wanatakiwa wapate lishe kutumia unga wa dona na maziwa na sukari, matunda, mboga mboga na jamii ya kunde. Mimi naitwa Jacqueline Silasi, nimekuja kwa ajili ya tukio la mama na mtoto pamoja na mjamzito kwa ajili ya elimu ambayo tumeipata siku ya leo. Kupitia elimu hii nimejifunza vitu vingi. Kwanza, nimepata elimu ambayo imeboresha mtoto wangu au watoto wetu. Nimefurahi tumepata uji wenye lishe, matunda ambayo yanaleta protini ndani ya miili yetu ya watoto wetu, pamoja na mboga mboga ambayo itakwenda kujenga miili ya watoto wetu. Tunashukuru sana kwa huduma hii ambayo kwa kweli tumeifurahia wazazi, na waomba wazazi wengine siku nyingine wajitokeze ili waweze kupata elimu bora ya mtoto na mama. Asanteni. Aidha, afisa kilimo ameeleza makundi ya vyakula na bustani Kiroba na upikaji wa uji. Wanyama hapa tumepata maziwa, lakini unaweza kutumia dagaa au nyama. Sawa Tukitoka kundi la 3 tunaenda kundi la 4 ambalo ni mboga mboga.
Mmeziona mboga mboga, unaweza kutumia Chinese, spinach, sukuma wiki yoyote. Tunaenda kundi la 4, matunda. Matunda kuna matikiti. Unaweza ukasagia karoti kwenye uji au ukasagia karoti kwenye mboga. Sawa kwa ajili ya kusaidia vitamini. Lakini pia kuna biringanya. Hii biringanya inasaidia kurudisha kumbukumbu. Ukitumia sana biringanya unakuwa unarudisha kumbukumbu. Kwa hiyo unakuwa usimenye maganda yote. Unamenya baadhi ya maganda mengine unaacha, unapika, unaweza ukachanganya kwenye nyama, unaweza ukachanganya kwenye dagaa au kapika yenyewe. Bustani viroba. Bustani viroba unachukua mfuko wa sementi, unachukua udongo, unachanganya na mbolea. Udongo unachukua debe 2, yani ndoo 2 zile za lita 20 na mbolea ndoo 1. Unachanganya, unajaza kwenye mifuko, unamwagilia, unachukua mbegu yako unamwagia pale kwenye kiroba. Ukishamwagia pale, labda ni ya Chinese au ni mchicha au ni spinach, unakuwa kila siku asubuhi unamwagilia. Kwa hiyo wakati unapohitaji leo unataka kula mchicha, unatoka nje kwenye bustani kiroba yako, unachuma mboga, unakula. Kupunguza nini? Gharama. Kwa hiyo ukiwa na mifuko 10 inatosha. Mifuko 2 umepanda Chinese, mifuko 2 spinach, mifuko 2 maboga, unapata na boga kwa ajili ya lishe ya watoto. Simenielewa Kwa hiyo tunashauri majumbani mwe na nini? Bustani viroba. Mtazamaji wa Dodoma City TV, kufikia hapa tumefikia mwisho wa makala maalum ya afya na lishe kutoka katika kata ya Mnadani. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini na kusomwa nami Nancy Kivuyo. Shukran kwa mchanganya picha Josephine Kayugwa. Usiache kusubscribe na kushare channel yetu ya Dodoma City TV. Kwa heri.